Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, kwa mara nyingine tena leo tumekuwa na mwendelezo wa mfululizo wa darasa zetu za hijama, na katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia na adabu za hijama. Tutazungumzia adabu za hijama. Kila kitu kina misingi yake, kina adabu zake, na katika somo hili litawasaidia madaktari na jamii yote kwa ujumla kujua kwamba mambo gani yapaswa kuzingatiwa wewe ukiwa kama mtaalamu wa tiba ya hijama. Jambo la kwanza katika adabu za hijama ambazo wanachuoni wamezipanga na wameziweka katika utaratibu maalum ni kuweka nia sahihi wakati wa tendo la hijama linataka kufanyika. Kuweka nia ni moja katika adabu. Inawezekana wako miongoni mwetu wanafanya tiba ya hijama lakini imekuwa haina matokeo mazuri ile hijama. Moja kati ya sababu inaweza kupelekea hijama kutokupatikana kwa matokeo mazuri ni kutokuweka nia. Kwa maana daktari ni muhimu sana aweke nia pale anapotaka kumtibia mgonjwa kwa njia ya hijama, kumtakia dua kwa Mwenyezi Mungu kwa nia maalum kutoka moyoni mwake, kumwomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi yule mgonjwa, amuondoshee maradhi yale ambayo yanamsumbua. Hii sambamba na yule mwenye kufanyiwa pia hijama. Na hili linathibitishwa na maneno ya Allah tabaraka taala aliposema, wama umiru illa liya'budu Allah, hamkuamrishwa nyinyi isipokuwa kumwabudu Allah, mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia dini yake. Mahlu shahid ikhlas an-niyya, kwamba Allah tabaraka taala, moja kati ya mambo aliyotuamrisha kuyafanya mambo kwa ikhlas, kwa ajili ya kumwogopa Allah, kuyahusisha moja kwa moja kwa Allah. Kwa ni kweli hijama ni tiba miongoni mwa tiba za kibingwa yenye uwezo ya kutibu ama kusaidia uponyaji wa maradhi ya kila aina yanayomsumbua mwanadamu, lakini lazima jambatane na nia. Usije wewe kwa kuwa ni daktari wa hijama, unajua kufanya hijama, basi wewe kakariri tu kama kuchanja mtu na nini, bwana hivi bwana chanja, ukipiga hijama bwana basi maradhi yameisha. Hujaweka nia, hujafanya chochote. Maana yake kwamba wewe ni sana mtu ambaye ameoga janaba au josho bila kuweka nia kuoga josho. Wa mahalluha alqalbu, na mahala pake ni moyoni, kwamba moyoni mwako kusudie kwamba wewe unamfanyia hijama mhusika yule, iwe sababu ya kumondoshia maradhi. Ndani ya moyo wako kusudie hivyo. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyati, hakika tendo lolote linatokana na nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mmoja nalo alilonuia. Kwa kuonyesha kwamba nia ni moja kati ya kipengele cha kwanza kabisa kwa daktari wa hijama anapotaka kuingia katika chumba cha kumfanyia hijama mgonjwa, lakini pia kwa mgonjwa mwenyewe mhusika au mhusika yeye mwenyewe anayefanya ile tiba, ni vizuri akaanza na nia ya kumomba msaada Mwenyezi Mungu kutokana na ile tiba anayofanya iwe ni sababu ya kumondosha maradhi. Hiyo ni adabu ya kwanza. Adabu ya pili, ukweli katika kazi. Hapa anatakiwa hasa daktari ukweli katika kazi. Niwahi kuzungumza huko nyuma, kuna watu wanapiga hijama saa 7 za mchana, kuna watu wanapiga hijama saa 10 jioni, kuna watu wanapiga hijama mpaka saa 12 za jioni, mpaka usiku wanapiga hijama. Hapa maana yake wewe unafanya ulaghai, unawadanganya watu. Muda sahihi wa kumfanya mtu hijama ni asubuhi.
na asiwe amekula masaa 3 kabla ya hijama, na asiwe amefunga zaidi ya masaa 4 kabla ya hijama. Hizi ni katika adabu zinazozingatia uhalisia wa ile tiba ili kuweza kupata matokeo mgonjwa. Kwa ukweli, katika kazi ni moja katika kitu ambacho kina nafasi kubwa sana katika tiba ya hijama. Au kwa mfano, wewe unataka kumfanya mtu hijama, halafu unamuuliza vikombe vingapi? Kwa kuwa wewe tayari ushapanga bei yako, kikombe kimoja cha hijama shilingi 10,000. Basi kama mtu anataka vikombe 3, utampiga vikombe 3, sawa. Unampiga vikombe 3 kwa ajili ya kudili na tatizo gani? Huu ni utapeli, ni ulaghai huu. Daktari wa hijama kabla hajaingia katika chumba cha hijama anastahiki kumsikiliza kwa makini mgonjwa wake, anastahiki kumfanyia uchunguzi kwa makini mgonjwa wake ili kujua aina tatizo alilonalo na jinsi gani ile structure ya hijama inavyotakiwa ifanyike katika mwili wake, na sio kumwambia bei ya kikombe. Basi bora hiyo bei ya kikombe mwambie kwa idadi ya mujibu ya tatizo lake alilonalo. Bana, mfano mtu ana tatizo uzazi, bana, vikombe vyako vitakuwa ni 18. Katika hivi vikombe 18, kila kikombe shilingi 10,000, utalipa 180,000 ijulikane moja. Lakini sio kumuuliza mgonjwa anayetaka kupiga hijama unataka vikombe vingapi. Huu ni utapeli huu. Kwa hiyo ukweli katika kazi ya hijama ni moja katika mambo ya msingi sana yamebebwa katika hitiba ili kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo adabu ya pili ambayo inamstahiki sana tabibu wa hijama kuhudumu katika ukweli katika kazi yake. Ikiwa mgonjwa utamfanyia utapeli, unajua kabisa kwa tatizo lake hili kinatakiwa kikae kikombe mahala fulani na mahala fulani na mahala fulani, wewe kwa kuona huyu mtu hana nalolijua kuhusiana na hili jambo, basi ukafanya vile unavyojua wewe, alimradi umalize uondoke zako, uchukue fedha yake, maanake wewe umetumia uongo katika kazi. Na uongo huu itapelekea kushindwa kupata matokeo mazuri mgonjwa, lakini pia na wewe mwenyewe kama daktari utakosa baraka, utakosa rehema za Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni adabu ya pili katika adabu za hijama. Adabu ya tatu, kutunza siri za wagonjwa. Kutunza siri za wagonjwa. Wewe ikiwa ni kama daktari, haustahiki kuielezea siri yoyote ya mgonjwa wako. Inafahamika kwamba daktari anapokutana na mgonjwa hujiweka wazi kwa kile linalomsibu, na haina maana kuweka wazi huku anakusudia kujidhalilisha, la, bali makusudio yake anatarajia msaada wa kitaalamu kutoka kwako. Kwa wewe unakuwa ni hazina ya siri za watu, maradhi yanayoumwa ya ajabu, maradhi mengine ya aibu, au unakutana na mwingine hali zake za kimwili za aibu. Haya yote wewe unastahili uyabebe ndani ya kifua chako, usithubutu kuhadithia katika zile siri za mgonjwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha tadhakkara uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Ukitakapotaka kutaja aibu za mwenzako, basi kwanza kumbuka aibu zako wewe. Hii ni kuonyesha umuhimu wa kutunza siri za watu. Wewe ukishakuwa daktari, basi tunza siri zinazotokana na hali za watu, maradhi ya watu yanowasibu. Hii inakupelekea wewe kuwa ni miongoni mwa madaktari wenye baraka, ni miongoni mwa daktari ambao wenye kumiminiwa rehema za Allah tabaraka wa taala, lakini pia utakuwa ni miongoni mwa madaktari wenye kubuli nzuri sana katika ufanyikaji wa kazi yako. Adabu ya 4, tabia njema kwa mtoa huduma. Tabia njema kwa mtoa huduma. Tukizungumzia tabia njema kwa mtoa huduma wa hijama, maana yake ujipambe na akhlaqi nzuri. Uwe ni mtu mwenye kufanya ibada, uwe mtu mwenye kuleta toba mara kwa mara, uwe ni mtu mwenye kutoa sadaka, uwe ni mtu mwenye huruma kuwahurumia wale wagonjwa wanaoumwa, uwe ni mwenye mapenzi kuwapenda wale wanaoumwa. Hizi ni katika tabia nzuri. Sio kwa wewe ni daktari basi unafanya mambo ovyo ovyo bila kuzingatia mapenzi na huruma kuwahurumia wale wenye kuumwa, bali wewe tayari utakuwa ushaona ile ni fursa kwako wewe
basi unafanya vile ambavyo unavijua wewe. Hii itakuwa ni katika tabia mbaya. Kwa hiyo katika adabu ya 4, daktari wa hijama anapaswa ajipambe akiwa na tabia njema. Mwanaume anatakiwa amtibie mwanamume mwenziwe, mwanamke anatakiwa antibiwe na mwanamke mwenziwe. Hii ni katika adabu, hii ni katika tabia njema. Sasa kwa kuwa wewe unajua huyu mtu hana nalolijua, basi wewe unavamia tu kazi unafanya kwa kufahamu kwamba huyu hana nalolijua. Ikiwa katika mlango wa dharura, basi hakuna makosa, mwanaume anaweza akamhudumia mwanamke au mwanamke anaweza akamhudumia mwanaume. Lakini kama dharura hakuna yoyote, mtaalamu wa kike yupo, amhudumie mgonjwa wa kike, mtaalamu wa kiume yupo, amhudumie mgonjwa wa kiume. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza kujipamba na tabia hilo kwa njema katika kazi ya tiba ya hijama. Adabu ya 4, adabu ya 5 ni kuwa na ujuzi wa kutosha. Kuwa na ujuzi wa kutosha. Tiba hii inahitaji elimu sana. Tiba hii inahitaji ujuzi, tiba hii inahitaji utafiti. Kwa hiyo ili uweze kufanya kazi kwa mafanikio, ili uweze kufanya kazi ambayo italeta matokeo mazuri, lazima wewe kama daktari uwe na ujuzi wa kutosha. Kuwa tayari kujifunza, kuwa tayari kuuliza. Lile ambalo limekujia liko nje ya uwezo wako, kuwa tayari kupata ushauri kwa wenzako waliokuzidi. Haya yote haya yanapelekea wewe sasa kuweza kutoa huduma vizuri, lakini pia mgonjwa kuweza kupata matokeo mazuri. Ndugu zangu au wadau wetu mnaotufuatilia katika channel yetu Kamna Hijama Clinic Center, adabu hizi akizizingatia vizuri daktari, ni moja katika chachu ya kuweza kupata matokeo mazuri katika tiba hijama. Adabu hizi asipozizingatia mtaalamu wa hijama, ni moja katika sababu ya kufeli katika tiba hijama. Tiba hii ina baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tiba hii ina baraka kutoka kwa malaika. Tiba hii ina baraka kutoka kwa malaika, kwa mitume. Tiba hii ina baraka kutoka kwa maswahaba. Tiba hii ina baraka kutoka kwa maulama, wanachuoni wema waliopita, salafi salih. Usipojipamba kama daktari katika tabia hilo kwa njema na kuwa na ujuzi wa kina katika hii tiba, ni moja katika sababu zinazoweza kupelekea kuto kupata matokeo mazuri katika tiba. Adabu ya 6. Adabu ya 6 katika adabu za hijama ni kumnasihi mgonjwa. Counseling. Mgonjwa wakati mwingine anaweza akakujia akiwa katika hali ya kukata tamaa, ameshahangaika sana, kashatupa fedha sana. Huwa anahitaji counseling, anatakiwa afanywe nasaha. Afanywe nasaha ya kumrudisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mweza juu ya kila kitu, juu ya yale yanayomsibu katika maradhi yake. Kupitia tiba hii ya hijama, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atapona. La yaqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Haya ni maneno anayotakiwa daktari wa hijama amnasihi mgonjwa wake. Daktari anabeba 50% ya uponyaji wa mgonjwa kwa kumwandaa kisaikolojia. Kitendo cha mgonjwa amekujia daktari wa hijama, ukashtuka wewe na kuonyesha hali ya wasiwasi juu ya hali yake alionayo, hii peke yake inaweza ikabomoa na kutokuleta mafanikio katika tiba. Lakini unapompokea mgonjwa katika hali ya furaha, ukampokea mgonjwa katika hali ya matumaini na ukampa nasaha, basi unaanza kuutibu moyo na akili kuhakikisha kwamba inatulia katika lile jambo na kuona kwamba uwezo wa Mwenyezi Mungu umezidi uwezo wote. Kwa adabu ya 6 katika adabu za kuzingatia kwa daktari wa hijama ni kumnasihi mgonjwa juu ya maradhi alionayo, kumtolea mifano. Ikiwa unayo, itakuwa ni vizuri kwamba bwana, nilijua na mtu ana maradhi kama yako au zaidi ya kwako, falillahi alhamdu, tumemtibia hapa amepona. Kumnasihi nasaha njema, hii itamsaidia mgonjwa kumweka sawa kisaikolojia na kumfanya mgonjwa apate utulivu wakati wa matibabu, na hii itapelekea kupata matokeo mazuri. Adabu ya 7, kujua masuala ya sheria yanayohusiana na hijama. Ikiwa wewe ni daktari ambaye unatoa huduma ya tiba ya hijama,
lazima uzingatie masuala ya sharia yanayohusiana na hijama. Hapa katika masuala ya sharia yanayohusiana na hijama, kwa mfano hijama kwa mtu aliyefunga hukumu yake ikoje? Hijama kwa mtu mwenye maradhi kama ya kisukari ipoje? Hijama kwa mtu mwenye magonjwa kama labda ya moyo ipoje, hali yake ipoje, inafanyikaje tiba? Kwa hiyo masuala ya sheria maana yake hapa hasa yale mambo ambayo yanaweza yakavunja miko na maadili. Ikiwa hijama inaonekana kwamba inaweza ikapelekea mtu kumletea madhara, inabidi uchunge sheria. Mtume amekataza, hakuna kudhuru wala kudhuriana. Ikiwa hijama itapelekea kuvunja sheria za Mwenyezi Mungu, kama vile kwa mfano mwanaume kufanyiwa na mwanamke au mwanamke kufanyiwa na mwanaume, hali ya kuwa hakuna mlango wote wa dharura, chunga sheria za Mwenyezi Mungu. Huwezi ukamhudumia wewe ukiwa daktari wa kiume ukamhudumia mwanamke hali ya kuwa madaktari wa kike wapo. Hilo litakuwa ni kosa kisheria. Kwa lazima daktari wa hijama ajue mambo ya sheria, ajue sambamba na malipo haramu, ajue namna gani pato langu mimi linaweza likaingia katika haramu katika kazi ya hijama. Kwa mfano mathalan, unajua mgonjwa ana kisukari na unajua ponti za kumtibu za kisukari, haukumtibu kwa usawa sana, malipo yake ukapokea, haya ni malipo haramu, yapo kinyume na sheria, utakuwa umepata madhambi. Kwa lazima daktari wa hijama azingatie masuala yote ya sharia na awe anayafahamu vizuri ambayo yanahusiana na tiba ya hijama. Adabu ya 8, kutimiza ahadi. Wala ta'id ma la tatiq. Mtume anasema usiahidi kitu ambacho huna uwezo nacho. Ahadi ni kitu cha kuchunga. Ikiwa kama daktari wa hijama utoe ahadi kwa kile ambacho una uwezo nacho. Umeona hali ya mgonjwa alionayo, gharama ya matibabu ni kubwa, lakini uwezo ule hana. Gharama ya matibabu ni 300,000, lakini akwambia mimi uwezo wangu 50,000 bwana. Wewe ukakubali, ukamwahidi utamsaidia, alafu unaingia ndani ya tiba unamfanyia khiana. Kisa nini? Hakulipa fedha ambayo au hana fedha kiasi ambacho uliitaka. Hapo wewe utakuwa umevunja ahadi ambayo ulikuwa umeahidi. Ikiwa kitu huna uwezo nacho usiahidi. Lile ambalo unaliona liko ndani ya uwezo wako, toa ahadi kwa mgonjwa, ahadi ambayo utaweza kuitekeleza. Hii ni moja katika adabu na nidhamu ya tiba hii ya hijama. Adabu ya 9, kufuata taratibu zote za hijama na kufanya utafiti. Taratibu zote zinazohusiana na hijama. Asifanye hijama mtu ambaye ametoka kula masaa 3 yaliyopita, asifanye hijama mtu mchana, asifanye hijama mtu ambaye ametoka kuchangia damu. Yaani yale mambo yote yanayohusiana na hijama, basi hakikisha umezingatia taratibu zote. Ukifanya tofauti kwa kutaka wewe tu pesa yake, maana yake utakuwa umefanya khiana na utakuwa umevunja adabu katika adabu za hijama, na hii itakupelekea wewe kuwajibika mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kupata madhambi. Adabu ya 10, kusitiri uchi wa mgonjwa. Isiwe kwa kuwa mgonjwa ni mwanamke na wewe ni mwanamke mwenziwe, basi unamwambia tu avue nguo akae uchi tu kwenye chumba cha tiba. Ili haifai. Atatoa nguo pale mahala ambapo panahitaji kufanywa tiba. Pale mahala ambapo hapahusiki na tiba, hakuna sababu ya kuvua nguo zake. Kwa sio kwa kwetu ni mwanamke mzio au ni mwanaume mzio, wewe bwana vua, unahofia nini? Mimi si mwanaume mzio bwana. Basi akavua nguo zake zote akakaa uchi, kisa ukiuliza nini unamtibia tezi dume. Je, ni kweli kwamba mtu akiwa na tezi dume ndio avue nguo zote akae uchi ndani kwenye chumba cha tiba? Hapana. Ni haramu Muislamu kuona utupu wa mwenzake pasina sababu ya udhuru wa kisheria. Kwa lazima ukiwa kama daktari wa hijama kustiri uchi wa mgonjwa. Usiangalie utupu wa mgonjwa pasina sababu ya kisheria, pasina po udhuru wa kisheria. Hii ni moja katika mambo yanayowezesha matokeo mazuri wakati wa matibabu ya hijama, kwa kuchunga adabu kama hizi. Na adabu ya 11 ya mwisho, unyenyekevu na kuepuka kiburi. Wewe kama daktari wa hijama unatakiwa uwe mnyenyekevu. Usiwe na kiburi. Kwa kuwa wewe umeshasoma huko, umejua hijama inatibu kila ugonjwa, mtu akikupigia tu simu, bwana nina pumi inanisumbua sana, hiyo imekwisha hiyo.
wewe njoo faster sana naisha. Hiki ni kiburi. Amekupigia simu mtu anakueleza changamoto yake, mwambie kwa maneno laini, insha Allah kwa uwezo wa Allah tatizo lako litapona kupitia tiba hijama. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Ongea maneno ya kuonyesha wewe si lolote si chochote, bali wewe kupitia wewe taaluma yako ni sababu tu, ila Allah ndiye anayefanya utekelezaji wa uponyaji wa maradhi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa daktari wa hijama kuwa mnyenyekevu na kuepuka tabia ya kibri. Kibri kwa maana kuchukulia ugonjwa ni kitu kidogo sana kwamba una uwezo kukitibu mara moja na kaondoka. Kibri kwa dharau hata wengine katika matabibu wa hijama, kwa dharau kaona si lolote si chochote, wewe ndio kila kitu. Hii si katika tabia nzuri. Katika adabu za hijama za kuchunga ni kuwa mnyenyekevu na kuepuka tabia ya kiburi. Kwa adabu hizi 11, ambapo kwanza tumesema ni kuweka nia sahihi, pili ukweli katika kazi, tatu kutunza siri za wagonjwa, 4 tabia njema kwa mtoa huduma, 5 kuwa na ujuzi wa kutosha, 6 kumnasihi mgonjwa, 7 kujua masuala ya kisheria yanayohusiana na hijama kama vile kujua malipo ya haramu na kujua yanayovunja saumu, yanayovunja au kufunguza saumu, 8 kutimiza ahadi, na 9 kufuata utaratibu zote za hijama na kufanya utafiti, 10 kusitiri uchi wa mgonjwa, na 11 unyenyekevu na kuepuka kiburi. Hizi adabu 11 wamezikusanya wanachuoni, wametohoa kutoka katika kitabu na sunna kwa maana hadithi, ili kumfanya daktari awe ni daktari mwenye weledi na mwenye nidhamu. Ni vizuri sana kila daktari wa hijama akazingatia haya na akayafanyia kazi. Naam, ni mimi daktari wako Dr. Omar Kamna, mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center, kliniki ambayo inapatikana mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Tupo Chanika, Buyuni. Kituo cha kushunga kwa daladala ni kwa Singa. Ukishuka kwa Singa basi ni nyumba kama ya 5 kutoka barabara kuu ya magari unakuwa umefika kwenye kliniki yetu. Kliniki yetu inahusika katika masuala ya tiba hijama kwa ajili ya kutibu magonjwa ya kibiolojia kama maumivu ya mwili, maumivu ya kichwa, matatizo ya ukungu katika macho, mtoto wa jicho, lakini magonjwa yanayohusiana na tezi dume, sukari, matatizo ya uvimbe na mengineyo yasiokuwa hayo. Zaidi ya hayo, tunaweza tukatoa msaada kupitia tiba hijama na ikawa ni sababu ya kukuondokea hayo maradhi. Lakini pia tunashughulika na masuala ya ruqya sharia kwa wale wenye kusibiwa na mashaitani, kwa kuwafanyia ruqya ya kisheria pasina kupiga lamri au kufanya tiba ambazo ziko kinyume na sheria. Tunafanya ruqya kwa wagonjwa walioathirika na mashaitani na pia kutoa dawa zinazokubalika kisheria. Lakini pia katika huduma zetu nyingine tunatoa huduma za dua kwa watu wenye matatizo mbalimbali yasiohusika na maradhi wala nini, lakini anahitaji tu dua kwa ajili ya kuondokewa na majanga yake, kazi zake, shughuli zake ziende vizuri, basi pia tunafanya dua za namna hiyo. Kwa mahitaji ya huduma mbalimbali kutoka kwenye kliniki yetu ya Kamna Hijama Clinic Center, tupigie simu 0764 70 6448, 0764 70 6448. Hiyo ni namba ya daktari ya kawaida ya kupiga, na namba ya daktari ya WhatsApp ni 0717 51 91 11, 0757 0717 51 91 11. Hii ni namba ya WhatsApp. Lakini pia tuna namba yetu ya ofisi 0758 51 91 16. Namba yetu ya ofisi ni 0758 51 91 16. Kwa haya machache sina ziada kwa leo, tuishie hapa. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.